Igalula hoye! Uyui hoye! Ni kamati ya kudumu ya bunge ya maji na mazingira imetembelea mradi wa ujenzi wa bwawa la maji Kizengi, jimbo la Igalula, wilaya ya Uyui. Kukamilika kwa bwawa hili kutawanufaisha wakazi wapatao 100,000 katika kata 4: kata ya Kizengi, kata ya Loya, kata ya Tura na kata ya Miswaki. Akitoa taarifa ya mradi, mhandisi Mbere Mengo ambaye ni mkurugenzi wa mabwawa na uchimbaji wa visima anasema bwawa hili linajengwa kwa wataalamu wa ndani ambao kutoka Wizara ya Maji, na bwawa hili linajengwa kwa kutumia mitambo ambayo Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alinunua seti 5 za mitambo hii, na hapa tulipo kuna mitambo seti 2.5. Na bwawa hili Mheshimiwa Mwenyekiti, lilianza kujengwa Juni 2023 na muda wa ujenzi wa bwawa ilikuwa ni miezi 8. Ukubwa wa bwawa hili Mheshimiwa Mwenyekiti ni bwawa ambalo litaweza kuvuna maji lita bilioni 5.1 ambazo lita bilioni 4.2 ndizo ambazo tutapeleka kwa wananchi. Maji mengine kwenye design yatakuwa yanapotea kwa sababu ya evaporation na infiltration ya chini. Wakizungumza kwa nyakati tofauti, wajumbe wa kamati ya kudumu ya maji na mazingira wameridhishwa na ujenzi wa mradi wa bwawa la Kizengi. Pongezi kwa Mheshimiwa mbunge wa vitendo na matokeo Mheshimiwa Venant Protasi kwa kuibua mradi huu na kuusemea. Wananchi nimepigiwa simu na Venant, anawasalimia lakini akaniambia na wewe kaangalie afu useme. Nasema kwamba kazi imefanyika vizuri, mwenyekiti wa CCM mbunge unaye na wananchi mbunge mnaye. Hii kazi hapa na sisi nchi kama nchi waziri tunaye, na sisi kama Watanzania rais tunaye, ameleta mitambo na pesa za kutosha. Mwenyekiti, huu mradi ni mkubwa na ni mradi ni mzuri. Naomba niwapongeze wana Uyui. Mpigieni makofi Mama Samia. Kwa sababu ninajua tulikuwa tunapata shida, lakini leo hatimaye Dr. Samia Suluhu Hassan amefanya kazi yake katika wilaya ya Uyui. Kama utaangalia hapa, huu mradi umedesigniwa kwa bilioni 4 engineering estimation. Lakini nikasema hebu tufanye kwa wataalamu wetu wa ndani. Nia ninaojua hapa, nataka tusave fedha kabisa. Sababu ukimpa mkandarasi maana atajenga kwa bilioni 4 hiyo yote na bado atadai. Sasa nataka tumalize hapa na tukubaliane. Lazima kazi hiyo wakati mwingine tufanye kijeshi. Sahihi kabisa. Mbele unataka kiasi gani utanikabidhi bwana? Bilioni 2 mheshimiwa. Haya, sasa Engineer Mwajuma, tunaondoka hapa, tunajua kuna mfuko kata milioni 500. Kila mwezi utakata 500 kwa ajili ya bwawa. Tulimaliza. Mwezi huu utatoa 500, mwezi ujao utatoa 500, mwezi ujao utatoa 500, ngine 500, tutakuwa tumemaliza. Wana Uyui hili jambo tutalimaliza. Shika sana ulicho nacho. Asije mtu akatoa taji lako. Mshikeni sana mbunge wenu. Amewasemea, amewatetea. Kwa kisha haya mambo yanaweza kuja. Tumshike rais wetu, tuwashike madiwani wetu, tukishike chama chetu, na kamati imefanya jambo la baraka. Tutarudi wote kwa nguvu za Mungu. Lakini kwa dhati nipongeze mkoa huu wa Tabora. RM Kapufi nikupongeze sana. Lakini Mayunga, watu wa Bonde na watu wa Ubora, lakini DM wa hapa tumpige makofi mengi sana. Tunafanya kazi nzuri na sisi kama wizara. Hamna wizara, sisi kuwepo kwenu hapa, nyinyi ndio wizara yenyewe. Na huu mkoa unafanya vizuri, tuna program ya P4R kimikoa, mkoa wa Tabora ndio unaongoza. Kwa hiyo tunatakia kila la heri na Mwenyezi Mungu awabariki sana. Tunamshukuru sana Mama Samia kwa ajili ya kututoa kina mama wa Kizengi, kutushushia ndoo kichwani ambayo ilikuwa inatupa adha kubwa. Tulikuwa tunatoka saa 8 usiku, tunarudi wakati mwingine saa 10 au saa 12 na ndoo moja ambayo haikizi mahitaji ya sisi na watoto wetu. Kwa hiyo mimi ninayo shukrani kubwa pamoja na kina mama wote wa Kizengi. Tunamshukuru sana Mama Samia na tunasema mitano tena. Tunamshukuru Mheshimiwa mbunge kwa uwakilishi mzuri kutambua changamoto za wananchi wetu wa kata ya Kizengi na jimbo letu la Igalula. Bwawa hili linaenda kutatua matatizo ya kata 4. Kwa hiyo alivyoona changamoto hii akaileta kwenu, na nyie kama kamati na bunge mkaliona hilo kwamba linafaa, mkapokea na mkaidhinisha fedha hizo bilioni 4.2. Bwawa limetoka na maji yametokezea hapa. Kwa kweli tunawashukuru sana. Mheshimiwa Waziri, nataka nikiri kwamba wewe ni mkweli sana na Mwenyezi Mungu atakulipa heri. Hawa wananchi wote zaidi ya 100,000 watafaidika kupitia haya maji. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, hii wizara nendeni mkaipe hela. Wanajua kutumia hela.
Ndio maana sisi wenzenu tulipokwenda kwenye mkutano mkuu mwaka huu tarehe 18 tuliona tumpitishe mapema Daktari Samia Suluhu Hassan ili awe suluhisho la nchi yetu, kwa sababu mnaona mitambo hii ni chini ya mikono yake. Tunaona bwawa ni kazi ya Daktari Samia Suluhu. Wanabeba maono ya Daktari Samia Suluhu Hassan, sababu Mheshimiwa Rais anaamini hatuwezi tukapata maendeleo bila kuwa na ibada, na uwezi kufanya ibada bila kuwa na maji, kwa sababu ukitaka kwenda kuswali utatumia maji, ukienda kanisani utatumia maji. Nianze kwa kumshukuru sana rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa nia yake njema ya dhati kabisa ya kutaka kumtua mwanamke ndo kichwani. Waziri alipewa maagizo mahususi na tunamshukuru sana waziri kwa kuwa msaidizi mzuri wa rais. Kwa kazi kubwa iliyofanyika na waziri wa maji lazima apigiwe makofi. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, tumekuwa tukisema siku zote kwamba Wizara ya Maji inaweza ikawa inafanya kazi kubwa, lakini lile la kutumia wataalamu wa ndani, Injinia Mwajuma, tunakupongeza. Na unaona sasa ambavyo uwezo wa wataalamu wako wataendelea kukua. Lengo la Rais Dr. Samia ni kuhakikisha mwananchi hatembei umbali mrefu kufuata maji. Asante RUWASA, asante Wizara ya Maji, asante Mheshimiwa Juma Aweso, hakika kazi na utu na tunasonga mbele.